Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaangalia juu ya Mungu anapoangalia juu ya tohara ya rohoni, na tukamalizia kusoma katika Yeremia alipokuwa anasema watu hawa hawajatahiriwa mioyo yao, na hivyo ndiyo maana hawakuweza kuyafikia mataifa mengine. Nini maana yake? Walikuwa wamekataa kile Mungu alichokikusudia kwa kusudi la kuwaleta katika uso wa dunia. Isaya 49 ule mstari wa 6 anaposema, naam asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Lakini Israeli walikataa, na Mungu alikuwa amewaambia mtakuwa wokovu kwa ajili ya dunia. Na umesoma wakati wanahamishwa katika miji ya Amori na Abothi, ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Wahubiri hawa wa Amori na hawa hivi na hawa Yebusi, wao hawakutaka, wanakaa wenyewe tu. Lakini Mungu amesema nitakutoa uwe nuru ya mataifa, na kwake ni neno dogo sana kukufanya wewe uwe mtumishi wake, ni kitu cha tayari. Lakini je, tunayo nia hiyo ambayo ametutoa kwa ajili yake tuwe nuru kwa mataifa? Mara nyingi huwa tunahesabu mataifa ndani ya jiji Arusha ni wale wasio kanisani kwetu, hao ndio mataifa. Lakini nikwambia jana, tuhesabu mataifa kama ethnic group, kabila moja, sio boundaries is a nation, sio mipaka hii ya mataifa, makabila. Je, tunaona nini wakati Mungu anatekeleza mpango wake mbele? Warumi 2:29, Warumi sura ya 2 ule mstari wa 29 anasema hivi, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi wa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitokani na wanadamu bali kwa Mungu. Mungu haangalii kama sisi tunavyoangalia. Wayahudi hao walikuwa wanaangalia ni Myahudi aliyetahiriwa kwa jinsi ya mwili. Mungu alikuwa anaangalia tohara ya roho, si ya mwili, bali ni rohoni ambako Mungu anakusudia. Na Mungu anawaza nini tunapoangalia juu ya historia ya kanisa na kuwafikia mataifa? Tunawaza nini kuja kwa Yesu anapoleta utume mkuu ambao umekusudiwa na kuwanyang'anya waliokusudiwa ambao ni hawa Wayahudi? Some pale kwenye Warumi ile sura ya 11 na ule mstari wa 24. Biblia inasema, kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzeituni ulio mzeituni mwitu wa asili yake, kisha ukapandikizwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema, si zaidi sana wale walio wa asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe? Sasa kama wewe umeitwa ukawekwa hapakuwa pako, waliokuwepo wakakatwa ambao ni wao, wewe unafikiri Mungu atakuvumilia mpaka saa ngapi wakati hufanyi kila alichokukusudia? Maana yake Paulo anasema utakatwa. Ni rahisi sana wale kurudishwa kwenye mzeituni wao kuliko wewe ambaye haukuwa sehemu. Ikiwa utaendelea tu kushikilia kile ambacho wewe unakiona,
Historia inatuambia walikatwa, wakaondolewa, wakanyang'anywa, na Yesu akasema, sasa ni zamu yako wewe ambaye kwa asili yako ni mzeituni mwitu. Lakini pia bado hatuoni kama vile Mungu anavyoona. Bado hatujiulizi tunaweza kuipelekaje injili katikati ya Wanguu, katikati ya Wandonde, katikati ya Wahazabe, katikati ya Wachilanga, katikati ya haya makabila. Tunaweza kufanyaje? Pamoja na ugumu wote hapa wa taifa teule, lakini mataifa yalifikiwa. Wakanaani, Wamisri, Wafilisti, Wahiti, Wayebusi, Wamoabu, Wafoenike na kando kando za miji ya Tiro na Sidoni na Waashuri na Waseba na Wababeli, wote walifikiwa. Pamoja na Israeli kukataa, pamoja na wewe kukataa, Mungu atatekeleza tu mpango wake. Sasa ni vizuri mimi nikwambie utekeleze kabla hujatekeleza kwa amri. Usisubiri simba aje aanze kula, au usisubiri amri ya mfalme ya kukupeleka mahala kwa nguvu. Utaenda huku ukilia na huku ukijuta, lakini wakati wote utakuwa unatekeleza kile Mungu alichokiangalia. Ukiangalia kwa gharama ya ufalme au kwa gharama ya utume, angalia mafundisho ya Yesu unagawa tu katika sehemu kuu tatu tunapozungumza juu ya Agano Jipya. Ukiangalia Mathayo 5-10, tunaona Yesu akisema mambo matatu. Moja, Mathayo 5-7 alikuwa na wanafunzi wake wako kwenye sitting class kama hapa, wanasikiliza yeye akifundisha. Wako huwa tunasema hotuba mlimani, si ndio? Tunaita hivyo hotuba mlimani. Ile 5-7 ni alikuwa nao wamekaa na anawafundisha kwenye darasa. Unapoangalia 8 na 9 wametoka darasani, wanatembea naye, wanaona anawafundisha huku wakiona, huku akitenda miujiza, huku akitembea na watu, wanaona wako naye. Mwisho 10 anawatuma wenyewe. Sasa tumekaa na nyinyi darasani nimetembea na nyinyi mkiwa mnaona, sasa nendeni. Wanatuma kwenda, na hatuoni tena wakirudi. Tunakuja kuona katika Luka sura ya 9 mstari wa 10, wanaleta mrejesho. Hata pepo wanatutii, Bwana tumeona. Yesu hawapongezi sana, ila anawapa caution. Nilimuona shetani akishuka kama umeme. Sasa angalieni. Nakamwambia, mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika shamba lake. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Tunaposoma Biblia ya Kiswahili inazungumza vizuri sana, mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. Lakini ukiangalia hilo neno la asili wa Kiyunani anasema exbalou, maana yake kick them out, wapige teke, hawaendi. Ukiileta kwa kawaida, muombeni Bwana apeleke, wataenda. Ukija kwenye ile tafasiri halisi ya Kiyunani, wapigeni teke waende, hawataenda hawa, maana wanakaa mjini Arusha huku, piga kwanza.
watainuka waende. Sasa je, tunasubiri tupigwe teke ili tuhakikishe mission inaenda? Gharama kubwa sana. Mara nyingi wanafikiri kwamba ni fedha. Gharama kubwa sana ya umisheni sio pesa, ni moyo, na moyo ndio una gharama kubwa kuliko fedha. Ni matokeo. Na tunaweza kuanza kwamba hatuna hela, hatuwezi kufanya, lakini je, tuna moyo wa kwenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaweza kufikiri kwamba Mungu ametuweka mahala ambako sisi wenyewe hatuwezi. Inawezekana hatuwezi kwenda kwa wale watu, hatuwezi. Inawezekana Mungu anatukusudia mambo ambayo sio. Inakusudia Mungu, tutafanyaje? Lakini nikuulize swali, ni kipi rahisi, kuishi kwa neema au kuishi kwa sheria? Wapentekoste nyinyi, kipi ni kitu rahisi sana katika maisha? Ni neema au ni sheria? Kwa tunapenda tuishi kwa neema. Sasa Yesu ameleta neema, si ndio? Na neema ndiyo rahisi. Sasa nikwambie hivi, neema ni kitu kigumu kuliko ulichowahi kukiona. Ni afadhali sheria kuliko neema. Ingawaje na neema hii ndio inatufanya, imetufikisha hapa, na ndio maana tunatakiwa tupigwe teke. Ingekuwa sheria tungeshaenda. Sasa neema inatufikisha hapa, lakini itatufanya tuadhibiwe. Baya nikuonyeshe neema ilivyo na ugumu wake ulivyo. Soma Mathayo 5:21. Mathayo 5:21. Anasema hivi, mmesikia wale watu wa kale, wale watu wa sheria walivyoambiwa. Mmesikia. Anayesema huyu ni Yesu kwenye ile hotuba mlimani. Usiue, na inampasa hukumu yeye mwenye neema yake. Sasa anazungumza ule mstari wa 22, mwenye neema yake. Anasema hivi, bali mimi ninawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira imempasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake imempasa baraza, na mtu akimwapiza imempasa jehanamu ya moto. Umesikia imenenwa kule nyuma hapa, usiue. Ukiua ndio utahukumiwa. Hapa wivu au ukamfyonza au ukafanyaje, imekupa ya moto. Kipi ni rahisi au kia tu? Neema sio rahisi sana, na anayepaswa kuomba msamaha ni huyo aliyepigwa. Kwa sababu kwa nini limempiga? Inawezekana kuna tukio limesababisha nikapige. Meno yameng'oka na ni wewe unayepaswa kutubu. Unisamehe ndugu yangu, meno yameng'oka. Na ndicho Yesu anachosema, geuza upigwe na upande wa pili. Hiyo ni rahisi? Ni rahisi? Na huyu mwenye neema amesema hivi, wapendeni adui, wabarikini wala msi.
Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Unajua kumpenda adui sio kitu rahisi. Ni adui halafu mpende. Yule pale anasema inahitajika neema, na neema ndiyo hiyo sasa ambayo ni ngumu. Ngoja nikupe mfano. Wangapi wameoa? Nataka kukuonyesha adui yako ni nani. Nyosha. Nataka kuonyesha adui yako. Hai. Sasa adui yako ni huyo hapa. Wewe si ni mchungaji? Umealikwa kwenda kwenye mkutano, si ndio? Umeenda kuhubiri, si ndio? Huwa mhubiri, mbona mnanyamaza? Umeenda, umehubiri. Watu wameponywa, watu wamefunguliwa, mambo yamefanyika, Yesu ametembea. Roho Mtakatifu alikuwa amefurika pale. Sasa unarudi nyumbani kwa mama asubuhi hii mapema unarudi. Unafika nyumbani, hodi. Karibu. Unaingia. Mama anajua unahubiri. Huku ndani ana kamjamaa kingine. Unagonga. Ukifungua mlango, kila funguo yako unakakuta kapo kitandani, ready handed. Haka kamjamaa. Utafanyaje? Neema unayo, umeshaamini tangu zamani. Na huyo ndio adui yako. Huyo ndio adui. Namleta karibu ili ujue nini Yesu alichosema kuhusu adui. Mchungaji anacheka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni rahisi. Huyo ndio adui yako. Na Biblia inasema mpende. Si utamchukia. Si ndio? Akija Yesu naenda mbinguni. Utaenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaenda. Kwa sababu wenye chuki mbinguni hawaingii. Na hivyo kwa kina mama. Unamkuta mume wako ana mke mwingine, ana hawala. Utamsamehe? Unampa na kile kitenge baba alicholeta cha akiba avae. Mama anasema hilo ni mtihani. Lakini ndio mwenye neema amesema adui yako umpende. Mbariki wala usilaani. Na ukichukia mbinguni huingii. Unajua kwa nini mbinguni huingii? Kuchukia mtu ni hatua kubwa mno. Tena ni ya ziada. Kama tu chakula ulichonunua wewe mwenyewe. Hiki chakula tunachokula wakitengeneza lunch pale. Chakula unachokula. Chakula umenunua kwa hela zako, ukatengeneza kwa raha zako, ukala na kikakufanya usiingie mbinguni. Sembuse kumchukia binadamu kwa chakula. Je, kumchukia mtu mwenye uhai aliyeumbwa na yeye itakugharimu nini? Fikiria tu hivi, umechukia wachungaji wengapi? Wewe mchungaji, wewe askofu, jirani yako tu mchungaji mpuzi sana huyu. Unaenda mbingu ya nani? Ulioweka moyoni mwako. Na neema inasema mpende adui ya, tena muombe. Si unasema adui yako muombe njaa, apate njaa afe. Mungu anasema wabarikini. Huyo neema ya Mungu Yesu alichokuwa anawaambia watu hawa hakikuwa kitu rahisi sana. Tunahitaji kukifikiria mara mbili. Neema tuliyopewa hatuitendei kazi ili tupigwe teke. Maana yake tuna adhabu kubwa zaidi kuliko wale waliokuwa wamepewa sheria. Mimi nimewaambia, Yesu amesema mwenyewe, mmesikia, nimesema. Tunawapenda Wafilisti wenye ugali kichwani. Tunawapenda kwa moyo. Usiniambie
Uko sawa uko hapa. Mbona hatujawahi kuwashuhudia? Mmewahi kualika kwenye sherehe zenu? Kualika tu kwenye sherehe, mna Christmas, mmewahi kualika wanakuja eh? Kuna tofauti ya kualika na kukaribisha. Inawezekana uliwakaribisha hukuwaalika. Kuna tofauti ya mambo mawili. Kumkaribisha mtu na kumwalika aje ni vitu tofauti. Na Biblia imesema wapende, lakini hatuwapendi. Nikwambie, kama tungetengeneza Pasaka au Krismasi tukawaalika, wangelikuja na wangelikuwa na siku hiyo. Wakija, jua watakualika nao siku nyingine. Utatengeneza daraja la kuambia juu ya Yesu wako ambaye ana upendo. Unajua kule nje kwao hakuna upendo, kuna kisasi, kuna chuki. Hakuna dini inayosema upendo nje ya Ukristo, haipo. Sasa walio na upendo wao hawauishi, ila wanausema. Tunapaswa kuwapenda hawa adui na kuwaendea. Tutahiriwe mioyo yetu, sio miili yetu, ndipo tutawaona wana thamani. Vinginevyo tunasubiri kupigwa teke ili tuwaendee. Ukristo haukuenea kwa urahisi sana. Ukristo, utume mkuu ulizaliwa pale kwenye ghorofa ya juu siku Yesu ameondoka. Na alipoondoka aliacha hao watu wote walikuwepo. Barnaba mtu wa Kipro alikuwepo. Manaeni Myunani huyu alikuwepo. Simeoni Mweusi alikuwepo. Luisi kazini alikuwepo. Niko naangalia Geo Division. Wakati wanachora ile ramani, injili ilianza pale kaskazini, ikaja Afrika hapa Tunisia, ikaja ikahama ikaenda Ulaya. AD 1500 hatuna injili. Baadaye AD 1990 ikaja Afrika, kutokea kusini mwa Afrika. Nini kilitokea? Ni vile hatukuwaangalia hawa, hatukujua kama hawa watakuwepo. Okay, angalia pale kwenye kona hapa kwenye ramani ya AD 400 hapa kwenye huu mshale hapa kuna nchi inaitwa Tunisia. Hapa Tunisia ni mahali ambapo Biblia yako unayosoma, hiyo Biblia ilifanyiwa compiling. Tunis ilikuwa ni nchi ya Kikristo kwa 100% katika karne ya 4. Hivyo vitabu 60 unavyovisoma, 66, mababa monks waliokuwa analala mapangoni, anaaga nyumbani, anasema ninaenda kuomba Mungu, msiponiona siku 40 njoni mchukue maiti mpaka nikutane na Mungu. Na Mungu alikuwa anajua kweli huyu jamani, nisipokutana naye atafia humu na nitapoteza mtu. Kwa hiyo anawahi mapema akutane naye ili arudi, wasije kubeba maiti, na amedhamiria. Na hawa watu ndio waliofanya compiling na kukubaliana hivyo vitabu 66 unavyovisoma viwepo. Kosa ni hili ninalokuambia sasa. Leo Tunisia ni nchi ya Kifilisti kwa 100%. Leo hakuna Mkristo. Leo nini kilitukia? Hawakujua wale ni kina nani. Walipokwisha hawa, na Ukristo uliisha Tunisia. Leo kuingia kanisani pale kuna polisi, kuna immigration. Mtunisi ni Mfilisti kwa kuzaliwa,
na kitambulisho chake kimeandikwa na dhehebu. Simama hapa. Wageni mnaruhusiwa kuingia na pasipoti zenu, mtaingia. Lakini akionekana ID yake iko hapa, wewe nani alikwambia kuja humu? Yesu alikuja zaidi ya miaka 200 iliyopita. Anatuagiza kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Na mimi nimekwambia ili ulione kanisa sio lazima uwe na shule yako. Kwani eti maaskofu 5 hamwezi kuunganika hapa mkatengeneza shule ikaitwa ya Kikristo? Lakini unajua kwa nini hamuungani? Nani atakuwa meneja? Hela zitakuwa zinaenda kwa nani? Nani atakayesimama hapo? Hawa hela zote watapata wao. Inakomea hapo. Tunaangalia hela kabla ya mioyo ya watu. Haya basi, angalia ya kwako. Tengeneza basi hiyo ya kwako, halafu tujiepo hapo kwenye ya kwako. Ametuagiza kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi, na tunabidi pia tuangalie generation inakuja. Lakini bado watu bilioni 4.3 kwenye uso wa dunia, wenye watu bilioni 7+ hawajamjua Mungu. Na kwa nini inachukua muda mrefu namna hii? Moyo wa Yesu una huzuni kwa sababu ya watu bilioni 4.3 ambao hawamjui. Na anasema mavuno yako tayari, na inaonyesha hivi, hawa watu wasiovikiwa. Niliangalia jana kwenye 1040 window pale, nchi zenye makabila mengi, makabila sio mataifa, mengi duniani ambazo hazijafikiwa. India 2233 makabila. Pakistani 447, China 428, ingawaje China ina grow sasa hivi, inaenda mbele sana. Bangladeshi 372, Nepal 355. Hizi ndio zina makabila mengi kulingana na Joshua Project 2020. Haya ni makabila na hayajui Mungu, na tunasema anakuja Yesu. Nikwambia aje. Tulisoma jana Mathayo 24:14. Nikakwambia kwa nini ni lazima ihubiriwe. Hajasema waokoke, amesema kuwa ushuhuda. Tupeleke pale. Kazi ya kuokoa sio yako, sio yangu, ni ya kwake. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Injili yenyewe sio wewe. Swala la wewe ni kuisema kwao. Over. Hawajajua hawa watu. Wako kwenye 1040 window hapo. Wote hao tunafanya nini? Kwa nini hawajafikiwa? Kuna sababu gani za msingi kwa watu kutokufikiwa? Zaidi ya miaka 2000 kama historia inavyotuambia, na agizo la utume mkuu bado halijakamilika kwao. Vizuizi vikubwa ni hivi. Nilikwambia wala sio pesa. Pesa ni matokeo ya hivi vingine. Moja ni siasa, kwamba siasa za nchi ziko restricted. In Africa kuna nchi ambayo nilikwambia jana, kuonekana na Biblia ni threat. Kuonekana na Biblia ni tatizo. Hiyo ni siasa katika nchi fulani. Jiografia inazuia wasifikiwe watu. Barabara, miundombinu. Wahadzabe nilikwambia jana wako kule mlimani polini, wanahama kila siku. Nani yuko tayari kuhama nao kila siku? Tembea kilomita 100, mnalala kwenye miti, mnaweka watoto wenu kwenye mbuyu, mnatembea tena, nani yuko tayari? Hapana, tuko tayari kukaa Arusha kwenye lami
Tutapanda daladala, tutapanda matatu, tarudi kwa haraka, kuna umeme unawaka, nikitaka kuchaji simu, kule hakunako simu. Labda uende na power bank. Na power bank siku ikiisha, subiri siku utateremka chini. Nani kwenye dunia ya sasa yuko tayari kuishi namna hiyo? Hayupo. Kwa hiyo jiografia ni kizuizi kingine. Lakini utamaduni wa watu hawa uko tofauti sana. Bishop Muna alituambia jana, tulikuwa kula ile konokono ile ni mkwenda. Alituambia jana kwamba akaletwa konokono mzima anatembea, mama na watoto. Ni heshima baba, tumekuheshimu kwa heshima zote. Huu ndio utamaduni wetu, hiki ndio chakula kikuu. Karibu, unatapika hapo hapo, utawafikia? Atasema hapana. Hiyo utamaduni wao wakati mwingine haukuruhusu. Lugha yao, unasema sasa hapa kuna lugha au kuna matatizo? Mpaka nianze kusema Yesu, itakuwaje? Siendi mimi huko. Lakini hakuna lugha isiyokubalika kujifunzwa duniani. Hakuna lugha ngumu duniani. Ni miaka hii 2 au 3 unajua lugha yoyote. Tuna chuo na tuna wanachuo, na chuoni tunawafundisha namna ya kujifunza lugha. Sio tunakufundisha lugha, tunakufundisha utakapojifunza lugha tofauti. Unaweza kuongea. Sasa hivi vitu ni vikubwa sana, vinafanya hawa watu wasifikiwe. Maana yake sisi kama kanisa lazima tuvivuke hivyo viunzi. Lakini tatizo kubwa kuliko yote ni ubinafsi. Tatizo kubwa, hivyo vingine ni cha mtoto. Hili ndio tatizo la kanisa, ubinafsi wetu. Hayo maneno yanasema, no one has a right to hear the gospel twice, while there are those who have not heard even once. Huyo alikuwa ni Oswald Smith aliyasema hayo maneno. Ubinafsi wetu ndio tatizo kubwa la kuto kuipeleka Injili. Mimi, sisi. Iko hivi. Rasilimali zetu na mgawanyo wa rasilimali zetu unagawika namna hii. Wakati mwingine ubinafsi wetu na mitume wetu, 60% ya waliofikiwa na 40% ya waliofikiwa, takriban 90% ya mitume wako Arusha humu kwenye magorofa wanahubiri. 60% ya waliofikiwa, lakini wanasema sisi ni mitume, wako humu 90%. 10% tu ya mitume wako katikati ya watu hawa ambao hawana Mungu katikati yao. 98% ya mitume wamo makanisani, kwenye makanisa yao. 2% ya mitume wako pamoja na hao. Okay, hapo paonekana vizuri. Wako pamoja na hawa Wafilisti wenye ugali kichwani. Yesu anasema lazima injili ya ufalme ihubiriwe kwa kila mtu kuwa ushuhuda, ndio ule mwisho utakapokuja. Sikatai, nilikwambia anaweza akakujia leo peke yako usiku ukaenda wewe, hiyo sawa, anaweza, hilo anaweza. Sikatai kwamba anaweza kuja ghafla. Niliwaambia jana, Yesu hakushindwa kuweka spika pale juu, haya duniani okoka wote, mimi
na mungeokoka wote. Akashuka akaja, tukamuona mwana pekee wa Mungu, akala ugali kama walikuwa wanakula ugali, akala mlenda kama walikuwa na mlenda, mwenye uwezo na mamlaka ya kusimama pale juu. Akasema miti yote ikauke, watu wote wafe. Akaja akatembea. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Nisiende kwao, nikakaa kwao, nikatembea kwao, ili wamuone Mungu ndani yangu, wamwamini. Ndicho tulichotumwa na ndicho tunachopaswa kufanya kama tunataka Yesu arudi. Ubinafsi wetu, 98% ya fedha zetu tunaziingiza kanisani. Michango yetu yote. Mimi sina ugomvi na hapa. Nani yuko hapa? Manase yuko hapa hivi. Na baba askofu. Msinishitaki watu wa kanisa hili. Lakini sina ugomvi. Tutachanga michango. Naona Efraim ameanza kupanduka. Tuna mpango wa kuweka tiles hapa. Hebu tuchange. Nafikiri bajeti yetu labda milioni 90 ili tu vanish upya hapa. Tunatengeneza floor kwa milioni 90. Tuna wahazabe wanakufa. Mtu anayehudumia wahazabe kumpa tu shilingi 50,000 ni ndoto. Huu ni ubinafsi. 98% ya fedha zetu zinarudi humu ndani kulipea feni, kuweka hapa. Tunafikiri tuna plani kuweka AC hapa, viyoyozi hapa. Nafikiri hatuwazi juu ya Wanguu, Wasegeju. Kuna kamtu kamoja kanafanya kazi katikati ya Wasegeju kule, kasema baba, nahitaji tu mimi shilingi 2,000 hivi, sadaka hazitoshi, ngoja tutaangalia wiki ijayo. Ubinafsi wa pesa yetu na sarafu zetu, chini ya 2%, zile senti ndio tunatoa ziende kwenye umisheni. Mimi nimesema sina ugomvi na hapa, na wala msinishtaki. Hapa tuna dhabihu, hapa tuna dhabihu, hapa tuna fungu la 10. Umisheni uko wapi hapa? Hakuna. Nikitaka kumtahubiri juu ya zaka, mtalaaniwa kwa laana. Toeni zaka kamili. Mungu amesema, maandiko yanaenda. Nikitaka kusema shukrani, mshukuruni Mungu kwa yale amewapa yote. Mpeni Bwana mali zenu. Nikitaka na michango ya ujenzi, usipochangia Bwana atakulaani. Maandiko yapo rukuki. Walichanga waka nafasi. Tunapofika mahala tunasema misheni. Kimeletwa sasa chombo cha umisheni, misheni ametutembelea. Huku nimetoka na umisheni, toeni. Mungu awabariki sana. Hapo hamna jasho. Hapa kwa wamisheni tuwajali, toeni. Nini kimefanyika kwenye vile vingine na hapa? Hatujui moyo wa Mungu. Na moyo wa Mungu uko kwenye hapa, tulisema na hapa toeni. Ubinafsi. Fedha zetu zote zinaangalia pale tulipo. Vitabu vyetu vyote, machapishi yetu yote, takribani 99% ya vitabu vya Kikristo vinaenda kanisani. Nanunua Biblia yenye itifaki, nanunua concordance, Thompson Chain Bible Reference, vyote. Hivi umewahi kuandika track moja tu yenye Bwana Yesu anakupenda, inakaa picha kama msalaba, nikaigarimia kuichapa A4 moja, zikatoka 4,
nikaingia pale mtaani kugawa. Nimeiombea, ina mistari miwili, hainigharimu chochote. Wangapi wameweza fanya? Ninanunua kila upako wa nguvu utashuka, namna ya kufungua kanisa lililokwama, maombi yasiyozuilika. Kitabu kinauzwa 50,000, 40, 20, mstari mmoja tu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nikauchapisha na bodi, nikapeleka stationery, nikatengenezewa rimu moja ya shilingi 15,000, zikatoka, nikakata, zikatoka 4, nikaanza kugawa. Hiyo siwezi, hasara sana. Tengeneza haya kwanza, utamgawia nani? Wewe hivyo vitabu unavyoandika venye upako usiozuiliwa unamgawia nani? Think again. 99% ya fedha zetu tunazinasisha wenyewe. Takriban ni 1% tu ya vitabu vya Kikristo inaenda katikati ya wasiofikiwa, ubinafsi. Na hilo ndio tatizo kubwa. Mengine haya ni matokeo tu. Na tuko katika marumbano katika bara la Afrika. Kusini mwa jangwa la Sahara ni Wakristo walio wengi, kaskazini ni Waislamu walio wengi. Tunataka kupanda kwenda juu. Hapa kuna eneo katikati, ni eneo la marumbano au mapambano, aidha twende kaskazini au wao waje kusini. Tunafanya nini kuwafikia wenye ugali kichwani ili wamjue Kristo ambaye tumetumwa kwao? Hatuoni, tunajitazama sisi na mambo yetu, na ndani yetu ni sisi. Tunafanya conference ngapi kwa ajili yetu sisi wenyewe kwa gharama na michango mikubwa? Tunapeleka wainjilisti wangapi polini? Ninazungumza sana waanza kwa sababu mnao karibu hapa. Ningekwambia Wandonde walioko Liwale kule mwisho na wengine ungesema huko ni gharama kubwa. Lakini unasafiri kwa ndege mara ngapi kwenda Ulaya na kurudi Dar es Salaam wapi mara ngapi? Nikwambia jana, fanya vyote unavyofanya, mbingu haishangilii. Katafute kadudu kamoja kako pale, halafu katubu, mbingu inashangilia. Sinajua watoto wanajiita wadudu. Mimi ndasi nawaona tu kwenye television. Wamevaa viatu vile vinakaa. Hii ni mdudu, iko hapa Arusha, iko mdudu. Tumeshaweka mkakati wa kuwahubiri ili wasiwe wadudu. Hata hatuna mpango nao. Lakini tumetumwa kwao kama tunataka Yesu arudi. Hii nilisema jana. Tunashinda au tunashindwa? Kwenda juu au wao wanakuja chini? Lakini kwa nini wanakuwa hivyo? TRC kwa Aprili tunaboresha hii, nafikiri bado haijatoka nyingine mpya. Lakini ukuaji wa asilimia ya Ukristo uko hivi. Sisi tunaongezeka kwa 2.7, wao wanaongezeka kwa 3.2. Dini zote hizi zingine itakapofika mwaka 2070 tuna imagine kwamba zitakuwa zimekwisha, na wao Wafilisti wataongezeka, watalingana na sisi kwa 31. Sisi tuko tunapiga mark time hapo hapo kwenye 31%. Kwa nini tunaongezeka kwa 2.7%? Wao wanaongezeka kwa 3.2% kila mwaka. Hizi dini zingine animisti, Uyahudi, Ubudha zinaisha, zikiisha zinakuja zinakomea hapa kwao, zinakuja kukomea hapa, zinafutika huku zinakuja kukomea. Kwa nini? Karibu wanafanana fanana.
wanafuga mapepo, wanaenda kwa waganga, wanaroga, wana miungu mingi, hawajali sana kuhusu dhambi, kuhusu. Sasa sisi tuko strict. Sikwambii kwamba hilo ni kosa, lakini tuna initiative gani ya kwenda kuwafikia hawa ili waje kwetu? Shida tunayo ni hii, na tunakuwa kipolepole, tunafikiri tunaongezeka. Tuko 31 kila siku hivyo. Iko hivi. Askofu nani? Hudson huyu ana mshirika wake. Mshirika huyu ametenda kosa kwenye kanisa la Hudson, akatengwa. Alipotengwa akapotea, hakuja kanisani, hakwenda kanisa lolote. Siku moja askofu nani huyu? Lubuva akaweka mkutano wa injili kwenye maeneo mahala fulani, ikapigwa injili sawa sawa. Unajua wainjilisi wanavyopiga huwa zinapigwa hazina siagi, ni vipande mkate mkavu. Bwana anakuambia jehanamu inakukabili, unaenda jehanamu kama hauwezi kutubu, hakuna neema, Bwana yupo. Ikapigwa. Huyu mtu anajua, akasikia hukumu, jehanamu inanikabili. Kwenye ule mkutano wa Rubuva, wangapi wanatubu? Akanyosha mkono, akaja mbele, akatubu, akaongoza sala ya toba. Watu kama 15. Tumepata washirika wapya. Hivi ni wapya hawa? Wamehama kwa Hudson, ameenda kwa Rubuva. Tuko ile 30%. Wanazunguka, wametoka kwa yule wakaenda kwa yule, wakaenda kwa yule, wanakuja. Sisi kwetu ni wapya, kwa Hudson sio wapya. Percentage ya Mkristo inabaki pale pale. Ndicho kinachotokea hapa. Mpya ni mdudu mmoja ambaye hajawahi kuwa kwa Rubuva wala kwa Hudson. Tungefanya hivyo, kanisa lingekuwa na tuna uwezo. Shida ni ubinafsi, na tukishafika nao sawa 31%, mnajua ngoma yao sio nyepesi, ni tata. Mkishalingana tu idadi hapa kwenye hii nchi, mtaniambia siku moja nikiwa hai. Lakini nini kifanyike? Ni sisi twende kwa nguvu zaidi kuwafikia wasiofikiwa, ili tuwalete kwenye ufalme. Amina. Migongano ya madhehebu na ugomvi havianzi leo. Kuingia kwa siasa kanisani kunaondoa maadili ya kibiblia. Nimekuonyesha asubuhi curriculum zinavyotengenezwa. Waturuki walikuwa wakijenga majengo makubwa, cathedrals, badala ya kujenga watu rohoni. Megombana na Mkwenda, gombana na Lubuva, samani sijasema mimi hiyo. Gomvi, conflicts ilikuwepo. Hii ilileta shida Uturuki. Leo Uturuki ni nchi ya tano. Okay. Kama hujui mauaji ya kimbali ya Burundi, watu waliuawa kanisani kwa sababu tu mchungaji ni Mhutu, waliokimbilia ni Watusi. Akaambia njoni wako hapa, wakaja kuuawa kanisani, ndani ya kanisa, kwa sababu ya chuki. Afrika ya leo ikoje? Yote uliyoyasikia kuhusu Uturuki yapo Afrika leo. Angalia Ghana, Nigeria, na hata hapa kwenu Tanzania. Nimewaambia hapa tu, nikiwauliza hawa maaskofu hawa hapa tu wana ugomvi wa kutosha kati ya mwingine na mwingine, wanaweza kunieleza. Kanisa lile na lile na lile linavyosemwa na lile na lile.
lakini wadudu wako hapo mtaani tu, wala hatuna shida nao, si wapo eh? Halo, Bwana asifiwe. Wako hapo, ni kondoo wa Bwana Yesu hao, hatuwataki. Sasa ngoja tuhubiri mkutano wa Injili, aokoke tajiri mmoja hapa ana Tanzanite za kutosha, na tulileta mkutano wa pamoja wa injilisti na kadi yake ikawekwa kwenye mgao wa wachungaji wa maaskofu wamekaa. Kesho askofu huyu amefika, akitoka na ingia mwingine, akitoka na ingia, akitoka na ingia, akitoka na mdudu yuko pale, hana hata askofu mmoja wa kumfuatilia. Kila mtu anataka aje kwa ubinafsi. Tunashindana kujenga majengo. Washirika wana kiroho cha hali gani? Kiroho cha washirika wetu hakiwezi. Kuna kanisa lile la The Saint of the Latter Days, kanisa la watakatifu wa siku za mwisho, liko hapa. Huwezi ukamtoa mmoja, na wakishachukua mshirika wako hutamrudisha, na wako smart. Piga tai, wana vijana wa kizungu wanapiga tai na shati nyeupe na briefcase zao, wanatembea barabarani pole pole tu. Haujawaona wakiweka mkutano wa Injili, lakini kila siku wanaongezeka, na wanaoongezeka sio wadudu, ni washirika wenu, wanaenda huko. Ni vijana wao, wanalenga generation inayokuja. Sisi wa kwetu, kaeni humu, teni zaka, teni sadaka. Lakini hiyo sio wala watakatifu wa siku, is a devilish plan. Ni Christian sect, wanajua wana theolojia. Iwe ni Jehovah's, iwe ni Light of Saint Days, iwe ni Jehovah's Witness, iwe ni Seventh Day Adventist, is nothing at all. Lakini wana uwezo. Kwa nini? Tunajenga majengo, washirika wanakufa rohoni. Ukabila umekuja kanisani, uadui baina ya dhehebu na dhehebu nimezungumza. Msisitizo tofauti wa mafundisho, kama vile Kristo amegawanyika. Mchungaji Mchaga, Wachaga wote njooni hapa. Mmeru wa Meru wote njooni hapa. Hili kanisa ukiona unakusanya wale wanaofanana. Sisi tunafundisha juu ya upako, wale hawawezi. Sisi tunaelekeza mbingu ilivyo, wale hawawezi. Ilikuwa Uturuki. Uturuki unayoisikia leo yalitokea haya. Tusipoangalia na ubinafsi wetu namna hii, hatuwezi kutoboa. Kristo ulifutwa Uturuki na umekuwepo zaidi ya miaka 1000. Ukafutwa kama vile nilikwambia ilivyofutwa Tunisia. Na ni kwa nini? Kwa sababu watoto hawakulengwa, vijana hawakulengwa. Wale walipokufa, wale Mwokozi, unajua Biblia inaandika kikainuka kizazi kisichomjua Mungu. Unajua hivyo? Kwa nini? Hawa hawakuonyeshwa kumjua Mungu. Sasa hawa hamuangalii. Unategemea miaka 40 ijayo kiwe nini? Unategemea nini? Kama hauwezi kufanya uinjilishaji wa umisheni leo, ubinafsi unafanya tushindwe. Nani ambaye anapenda kwenda hapo? Ukawe na washirika wawili. Nataka haleluya, nina washirika 300 sasa. Haleluya. Aliyewaambia wakusanye hapo nani? Amesema tawanyikeni, nendeni. Wafundishe, wakikomaa toka, songa. Kazi haijakamilika. Sisi tunaona fahari. Kanisa limejaa. Service ngapi? Service 3. Service 3 wadudu wanafia mlangoni. Zinatusaidia nini?
Yesu anasema anaacha 99 anaenda kutafuta mmoja, na hatukuambia waleteni, wakusanyeni, tumeambiwa nendeni. Shida tunabadilisha neno tunalileta. Kazi ya utume inaweza kukamilika kama tutaamua tunafanya nini kwa ajili ya hao. Ulimwengu unatuonyesha na takwimu zinatuonyesha, lakini tunafanya nini ili kuufikia ulimwengu huo? Saa moja tu, siku moja tu, hawa wote wajumulishe ndani ya siku hii moja, na wengi wao wako katika mateso ya kutokumjua Mungu. Wengi wao wako kwenye hili dirisha la 10 kwa 40, kwenye 1040 window, ambapo majiji makubwa yote duniani nilikwambia jana yapo, na watu wote wanakufa wako hapo, na ndio maana population ya wanaokufa ni kubwa. Na sisi tunawaza nini? Afrika tunahitaji kuelewa, na Watanzania tunahitaji kujua, ili tufike kaskazini, tuvuke eneo la mapambano, tuvuke hapo. Unapojifunza utume, jaribu kujiuliza injili ilipita kwa kiwango gani, na kwa nini ilikwama kwenda mahali pengine, na ilifikaje mahali pengine, na kwa nini mahali pengine palikwama. Hudson Taylor anatengeneza kitu kinaitwa China Inland Mission. Ndani yake anaenda ndani inland, kama Tanzania wanaita ni Africa Inland Church, ndani, sio coastal. Injili ina gharama na inahitaji imani. Wakati mwingine hawa watu wanakuja Afrika, wametumwa na Bwana, moyo wao umekuwa compelled kuleta injili, na sisi tupo tunampeleka nani leo? Tuko mjini na Tanzania yetu tunajivunia magorofa, tunajivunia magari, tunastarehe, na injili ni gharama, na gharama yake ni kujitoa, sio hela. Na wakati mwingine unahubiri hawaokoki, unaamua kuondoka. Nilihubiri mahali miaka 3.5, hakuna binadamu anaokoka. Lakini ninachotaka kuzungumza ni nini? Sio kustarehe juu ya magorofa kutamfanya msandawe mmoja, mnguu mmoja, muhazebe mmoja okoke. No, ni kutoa maisha yangu kwenda katikati yao na kukaa nao. Inagharimu, it's not an easy task. Sio kitu rahisi. Inahitaji uondoe ubinafsi, niende nikae kwa Tanzania na Watanzania wenzangu. Tena wanazungumza Kiswahili, unaelewa. Kuna watu hawazungumzi Kiswahili, hawajui hata Kiswahili, inabidi uzungumze kilugha. Nini ni lini na nini kitakuwa kipaumbele cha kanisa? Kutuma mitume kwenda nje ya mkoa wako, nje ya nchi. Tanzania imekuwa ni nchi ya kupokea tu kwa muda wote. Tuleteni, njoni mtu. Sisi tunapeleka lini? Ni lini tutapeleka watu? Ni lini tutawatuma? Ni lini tutasimama kuwa nchi ya kutuma? Ni lini tutasimama Arusha kuwa mkoa wa kutuma? Tuimalize Arusha yetu, tuende na nje ya Arusha. Maaskofu wangu, ni lini? Ni lini tutayaona haya? Tunawaza nini juu ya Wahadzabe, juu ya Wadatoga, juu ya Wamasai, juu ya makabila haya yanayotuzunguka? Tunahitaji kuwa watu ambao tunaenda kama Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Makabila 120 na zaidi Tanzania, lakini tuna makabila 23 nilikwambia jana, kati ya haya ambayo ni 120.